Lubango na halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi waongoza zaidi ya washiriki 5,000 kwenye tamasha la 16 la mazoezi ya viungo. Bwana mtazamaji, leo ni Ijumaa ya Januari 2026. Karibu sana katika asubuhi njema, na mara nyingi hapa tunaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emile Lazarus. Wakazi wa mtaa wa Buswalu Mboga wilaya Ilemela mkoani Mwanza wameshukuru serikali kufikia hatma ya kufanya utatuzi wa mgogoro wa mpaka wa eneo baina ya familia Mathias Lubango na halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Mzee Kipala, badala ya kunyosha hapa kwa sababu kuna vyoo, tutakata hapa busara ya kawaida. Katika mtaa wa Buswalu Mboga manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza inashuhudiwa ugeni wa viongozi mbalimbali, ikitajwa kuwa ni timu ya utatuzi wa mgogoro wa mpaka baina ya eneo la halmashauri na la mwananchi ambaye ni Mathias Lubango. Mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa ndio ameiongoza timu ya utatuzi wa mgogoro huo kufuatia agizo la mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda mara baada ya familia ya Mathias Lubango kuibukia kwenye vyombo vya habari wakidai mamlaka nyingine ziwasaidie. Licha ya mvua kunyesha, lakini kazi ya utatuzi ilifanyika na familia ya Lubango ikiambulia hatua 4 zilizokuwa ni madai ya awali kwa mujibu wa serikali. Yeye anasema hatua 4 kiwanja chake kimeingiliwa na mwenye kiwanja cha mbele. Kwa hiyo utaratibu huo tumetumia busara pande zote mbili kuhakikisha mgogoro huu unakwisha vizuri, na tumekubaliana na nyinyi waandishi mmekuepo. Ameulizwa tuweke wapi beacon, amesema weka hapa, na huyu mwenye kiwanja cha mbele ameamua kutumia busara. Kwa hiyo busara hiyo imemaliza mgogoro kwa sababu hakuchukuliwa kiwanja chake. Mgogoro tayari umeshatatuliwa, huku upande wa familia ya Mathias Lubango nayo ikionyesha kuridhishwa na maamuzi. Ninashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kunirudishia kipande kangu. Nimekaona. Ninashukuru ofisi ya mbunge Kafiti William Kafiti. Kwetu sisi tumeridhika kabisa, na mpaka sasa tuna amani, familia ina amani, haki yetu tumepata. Tunashukuru tu kwa kweli kwa Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa wametupambania. Baadhi ya wananchi wameeleza kufurahishwa na mwitikio wa serikali kutatua mgogoro na kuisaidia familia ya Mathias Lubango. Naishukuru sana serikali kwa namna ambavyo imekuwa na weledi kusikiliza kero ya huyu mwananchi ambaye alikuwa analalamikia eneo lake. Tumshukuru mkuu wa wilaya, amechukua maamuzi mazuri. Mimi ni wazii na nawashukuru pia waandishi wa habari kwa kupaza sauti kwa hili. Nashukuru Mungu, maamuzi iliyotokea imeenda sawa. Kwa sababu licha ya kuwa mwananchi wangu, lakini ni jirani yangu hapa. Unielewa, na ninafahamu ile eneo muda mrefu. Kwa hiyo na mimi na historia nalo nalijua. Kutoka katika halmashauri ya manispaa ya Ilemela, mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Mvua zinazoendelea kunyesha wilayani Handeni mkoani Tanga zimeendelea kusababisha athari kwa wananchi wilayani humo baada ya idadi ya nyumba zilizozuiliwa na mvua hiyo inaambatana na upepo mkali kuongezeka siku hadi siku, huku mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Idi Hussein mwenye umri wa miaka 21 akifariki dunia baada ya kuzama kwenye bwawa la maji. Tukio la kijana huyo kuzama bwawani limetokea muda mchache baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha nyumba kuezuliwa kwenye mtaa wa Kwenghambara uliopo nje kidogo ya mji wa Handeni. Na hapa moja kati ya shuhuda aliyekuwa na marehemu kwenye eneo la tukio wakati ulipotembelea bwawa hilo kwa lengo la kupiga picha anaeleza. Mwenzetu mmoja ambaye ndo alikuwa dereva alozama akatuambia, je, mtupiteni na huku tuje na huku tushangae. Tukaja mpaka huku, tukafika huku, tukaacha pikipiki yetu hapo juu. Kuja mpaka hapa mwenzetu akasema ngoja ninawe kwanza, akatugea vitu vyake, simu na viatu vyake. Sasa mwenzetu tukaja mpaka hapa, tukaingia pale kama tunanaana hapo tunashangaa maji. Ghafla mwenzetu akasema mbona maji mazuri yanavutia na ya moto, inakuwaje mvua yenyesha afu maji haya ya moto? Kana sogea mbele pale, ghafla tukashangaa mwenzetu kateleza akazama pale ndani ya maji. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwenghambara Mohamed Somboja anaeleza athari za mvua kwenye eneo lake, huku akikiri kutokea kwa tukio la kijana huyo kuzama kwenye bwawa hilo. Mnamo jana saa 11 ilinyesha mvua kubwa sana iliyoambatana na upepo. Ule upepo ulikuwa mkali sana ambao umesababisha baadhi ya nyumba kuezuliwa. Takribani nyumba 9 za wananchi. Ilipofika saa 12 jioni nikaona watu wanakimbia hapa mtaani kuwaulizia, akasema kwamba kuna mtu kadumbukia bwawani. Kwa sasa hali yetu sio nzuri. Yaani kama hivyo tumelala hapo
na maarifa ya kuweza kuitengeneza kwa leo hatuna. Sasa kwamba watu tumeishiishi tu hivi. Ombi letu kwa serikali, tunaomba kama inawezekana kupewa msaada, tupewe msaada. Mratibu msaidizi na mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Handeni Ramadhani Matipwiri ameongoza kikosi cha uokozi kilichofanikiwa kuopoa mwili wa marehemu kwa kushirikiana na wananchi, na hapa anatoa wito kwa wananchi kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha. Tunapokuwa tunatumia vyombo vyetu, tunapokuta maji yamekatiza kwenye barabara, basi tuhakikishe kwamba maji mpaka ameisha yote ndio tuweze kuendelea na safari zetu. Hali kadhalika na wale wananchi ambao tunatumia kwenda kuchota maji kwenye visima, lazima tuhakikishe kwamba eneo hilo ambalo tunalichota maji basi ni eneo salama. Mshukuru sana mkuu wa wilaya Handeni anavyoshiriki nasi kwenye matatizo yanayowakuta wananchi wa Handeni mjini. Lakini pia nimshukuru mheshimiwa mbunge wa Handeni mjini, kila linalotokea huwa tunamshirikisha na lazima afike na kuwashika mkono wananchi. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amemwelekeza mkandarasi Namis Corporate Limited aliopewa kandarasi ya ujenzi wa mahakama ya wilaya Lushoto kuwapatia vijana wazawa na kina mama kazi zote ambazo hazihitaji utaalamu ili kutengeneza ajira zitakazowapatia kipato ambacho kitainua uchumi wao. Profesa Shemdoe ametoa maelezo hayo wilayani Lushoto wakati wa hafla ya kupokea eneo la ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto iliyohudhuriwa na viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, wananchi wa Lushoto, mtendaji mkuu wa mahakama na watumishi wa mahakama. Profesa Shemdoe amemshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kutoa kiasi cha shilingi bilioni 4.272 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hiyo ya wilaya ya Lushoto, ambapo ujenzi wake utawezesha kuwapatia kipato vijana watakaopewa kazi kwenye ujenzi wa jengo hilo la mahakama ya wilaya ya Lushoto. Fedha hii itatusaidia kutoa ajira kwa vijana ambao watasajiliwa ama wataajiriwa japo kwa muda mfupi wa mwaka mmoja na mwezi mmoja kufanya kazi kwenye ujenzi huu. Ndugu mkandarasi, ninakuomba huku nikikuelekeza kwamba kazi zote ambazo hazihitaji expert naomba wapewe vijana wetu wa hapa Lushoto. Kwa upande wake mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema mkataba wa ujenzi wa mahakama hiyo ya wilaya ya Lushoto uliosainiwa hautakuwa na nyongeza ya muda kwa mkataba wala nyongeza ya gharama, hivyo watasimamia ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati, kwani wananchi wana shauku ya kuhudumiwa katika jengo jipya la mahakama ya wilaya hiyo. Tutakuwa na muda wa nyongeza, hatutakuwa na nyongeza ya gharama, hatutakuwa na utani katika swala la kazi hii. Ni kazi muhimu, wananchi wanasubiri hii mahakama kwa shauku kubwa sana. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutupa hii fursa, kumwambia mkandarasi wazawa wapate riziki hapa, riziki zisiende kwa watu wengine. Nadhani Mungu akipenda nitakuwa mmoja wapo wa kupata ajira hapa kwenye hiki kijiji. Kwa hiyo nitanufaika kwa sababu na watoto wanataka shule na watoto wengine ambao bado ni wadogo. Eden Bahati, Channel 10. Wananchi wa mtaa wa Kiembe Samaki, kata ya Kielakala, manispaa ya Temeke, jijini Dar es Salaam wamelalamikia mkandarasi anayejenga barabara katika eneo la maji machafu kwa kushindwa kuweka mitaro na hivyo kusababisha maji kutuama kwenye makazi yao hasa nyakati za mvua. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, wakazi hao wamesema wanahofia usalama wao kutokana na maji kuingia kwenye makazi yao, huku wakiomba serikali kuingilia kati ili kuwaondolea athari wanazozipata. Mkandarasi sasa hivi anamaliza mwezi, hatujamuona. Tunamuona kijana tu anakuja na gonga hizi mbao na kuondoka. Mpaka leo hatujui tatizo nini. Barabara hawajalipwa pesa au kuna shida gani? Hatumuoni diwani, hatumuoni hapa mwenyekiti wa serikali mitaa, hatumuoni mtu wote kuja kutuuliza sisi wakazi wako. Kama mnaona watoto wanaathirika, maji kama hivi, upitaji wenyewe umekuwa shida. Jina langu Aziza Mohamed Nchaule. Hii changamoto siku ile kuja mvua, walipoamka wanangu asubuhi watakuta haya maji yamejaa. Mimi mwenyewe nilikuwa huko shamba, nimerudi jana kwa sababu ya changamoto hili. Hapa pakavu, hata walipojenga hapa pakavu. Mimi maji yamenizunguka nyuma kote kuna maji. Sasa hapa kupita, ndio chooni nimeweka mawe. Changamoto tulikuwa nayo hapa,
maji yanatoka kwanza ujenzi huu wa barabara, maji yanatuama, maji yanaingia katika majumba ya watu. Kama ulivyokwenda pale, maji yashaanza kupiga hodi katika majumba ya watu. Lakini zamani kabla hajafanya mradi huu, maji yalikuwa yanapita, hana tabu yote. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kurekebisha hii barabara, pawepo na mtaro wa kupeleka maji huko yanakoenda mvua inaponyesha, kwa sababu hii ni mvua kidogo tu ilionyesha hapa. Je, itakapokuja mvua kubwa, naona kutakuwa na mafuriko hapa. Akizungumza kwa njia ya simu, diwani wa kata ya Kilakala Eric Mgawa amekiri kuufahamu mradi huo na kero wanazozipata wananchi hao, na kueleza kuwa tayari amemwelekeza mkandarasi huyo kunusuru makazi ya wananchi hao. Tatizo si barabara. Tatizo ni kuna mtaro ambao unaonekana umezibwa. Na mimi nikaambia kwa sababu wataalamu wanaenda kukagua, basi atusaidie kujua sababu za kitaalamu, huu mtaro uliokuwepo umezibia wapi, chanzo ni nini na ni wapi, ili kama kuna mwananchi ndiye anayesababisha wananchi wengine waweze kupata hiyo adha, basi tudili na huyo mwananchi, watusaidie wao kitaaluma. Kwa sasa majibu baada ya hapo, hayo mimi ndo majibu yangu. Eden Bahati, Channel 10. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Abeida Rashida Abdallah, amepongeza utendaji kazi wa maafisa wa dawati la jinsia na watoto wa Jeshi la Polisi kwa kujitoa kwao katika kuhamasisha jamii kupinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa watoto. Akizungumza wakati wa hafla ya kufunga mafunzo ya kikazi ya kikao kazi cha pamoja kati ya watendaji wa dawati hilo na wizara yaliyofanyika katika Chuo cha Polisi Zanzibar, katibu mkuu huyo amesema mafunzo haya ni muhimu kwani yametoa dira ya maendeleo ya kuendeleza mashirikiano imara kati ya Jeshi la Polisi na wizara inayosimamia ustawi wa jamii nzima ya Zanzibar. Kwa upande wake, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Jonas Mahanga, ambaye ni mkuu wa kitengo cha ushirikishwaji wa jamii kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar, amesisitiza kwamba watendaji wa dawati la jinsia na watoto wataendelea kutoa huduma bora kwa jamii na kuboresha zaidi huduma hizo kwa kutumia mbinu za kitaalamu walizopata kupitia mafunzo mbalimbali. Tuwashukuru, na mafunzo haya tuliopewa leo ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa kupitia mafunzo haya tunaongeza maarifa, lakini sasa tunafungua ukurasa mpya. Nani tufanye kazi naye, twende wapi, tuanzie wapi? Dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto linafanya kazi nzuri sana kwa bara na visiwani, na ndio maana hata takwimu za uhalifu huu unaoambatana na mambo ya uzalishaji na ukatili, kila mwaka grafu inashuka. Tulikuwa na madawati 417 wakati tunaanza, lakini sasa hivi tuna madawati 420 ambazo ofisi zote zinatoa huduma. Ongezeko hili limetokana na kujengwa kwa ofisi 3. Tuna walimu maalum ambao tumewatrain. Wakazi wa mkoa wa Mtwara wanaotumia barabara ya Uchumi Mtwara Newala hadi Masasi wameomba serikali kumsimamia mkandarasi anayejenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami kutengeneza vizuri barabara za mchepuko ili zipitike, kwani zimekuwa hazipitiki kwa urahisi hasa kipindi hiki cha mvua na kugeuka kero kwa wananchi. Serikali sasa ipo katika utekelezaji wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kilomita 160 kutoka Mnipata hadi Masasi. Barabara hii ni ya Uchumi ambayo inaunganisha wilaya zote za mkoa huu wa Mtwara. Lakini kilio kikubwa kwa wakazi wa mkoa huu wa Mtwara ni namna mkandarasi anavyotengeneza barabara hii, ambapo barabara za mchepuo zimekuwa changamoto kubwa kwa watumiaji wa barabara hii, na kuiomba serikali kumsimamia mkandarasi kuhakikisha kwamba njia hii inapitika wakati wote wakati wa utekelezaji wa mradi huu. Diversion zinasumbua kwa kweli. Tunaona tunapita barabara, tumeacha diversion, tunapita kwenye barabara yao leo rekebisha. Kwa sababu diversion ni shida, ukipita kwenye diversion gari inanasi. Waturekebishie ili tuweze kutembea vizuri, kwa sababu tunapakia abiria, sije katokea changamoto kubwa ikawa ni athari kwetu. Tope inateleza, ina maana una slide. Unaweza kupigwa kofi ukahamishwa njia ukaenda kushoto. Unaweza kusababisha ajali yani. Changamoto ambazo tunapitia ndo hizo. Juzi tu hapo kuna gari tumekuja kuitoa hapo kidogo haiangushi. Huu mradi haukuanzia huku tu, hata kule Masasi nako umekuwepo mradi kama ule, lakini kule wako chap sana tofauti na huku kwetu. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuelewa shida iko wapi. Wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mtwara umempa mkandarasi siku 14 kuhakikisha kwamba barabara za mchepuo zinapitika wakati wote ili kutokwamisha shughuli za wananchi ndani ya mkoa huu wa Mtwara. Mkandarasi amepewa siku 14 kurekebisha yale maeneo ambayo ni finyu
gari yoyote ikikwama kwenye ile diversion inatakiwa isikae zaidi ya nusu saa, inatakiwa iwe imetoka. Huyu ni mkataba. Kwa hiyo sisi bado tunamuhimiza mhandisi mshauri kuweza kusimamia mkataba. Na hii ndiyo barabara ya uchumi ambayo inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wilayani Kiteto katika mkoa wa Manyara wameishukuru serikali kwa kuwawezesha kuwa na soko la uhakika la maziwa baada ya kuanzisha kiwanda cha kusindika zao hilo. Wakizungumza na Channel 10 kiwandani hapo, wafugaji hao ambao wameunganishwa na ushirika wa Kiteto Dairy Cooperative yaani KDC wamekiri kuwa kupitia kiwanda hicho umasikini kwa sasa umewatoka. Tunamshukuru Mungu kwa kupata mahali pa kuleta maziwa, maana huko zamani kabla hatujawa na hiki kiwanda maziwa mengi yalikuwa yanamwagwa, lakini sasa hivi tumepata mahali pa kuleta maziwa. Mwanachama analeta maziwa na ambao sio wanachama, na tunawahamasisha wengine ambao sio wanachama waweze kuleta maziwa hapa kiwandani. Na naendelea, nilikuwa na ng'ombe wawili, sasa hivi nina ng'ombe 5. Kilichonivutia ni baada ya kuanza kupata soko la maziwa na uhakika wa kuuza maziwa yangu. Mwanzo nilisema hii kazi sio ya kufanya kwa sababu sikuwa na soko la uhakika. Maziwa yalikuwa yakiharibika. Naye mwenyekiti wa bodi ya KDC Bwana Samuel Palanjo, ambacho ni moja ya vyama vya ushirika vinavyosimamiwa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC, amesema mpango walionao ni kuzalisha maziwa ya unga katika siku za usoni. Tunahama kwenye maziwa ya kawaida, lakini pia tuwe na maziwa ya unga. Na ni kama nilivyosema kwamba tunahitaji mtaji utakao tuwezesha kupata vifaa, lakini pia itakao tuwezesha kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu watakao tusaidia. Nikiangalia nchi kama Kenya wana maziwa ya unga, na hata Tanzania naamini ya kwamba kuna viwanda ambavyo wana maziwa ya unga, na sisi tunatamani tufike huko walikofika. Kiwanda hicho cha ushirika wa Kiteto mbali ya kuzalisha maziwa kinazalisha pia jibini na bidhaa nyingine mbalimbali za maziwa. Ni Kuringa Mongi, Channel 10. Paroko wa parokia ya Huruma ya Mungu Kigera manispaa ya Musoma mkoani Mara, Padre Robert Ruvakabundi amewaomba Watanzania kudumisha amani wakati wa kusherehekea sikukuu za mwaka mpya pamoja na mshikamano kwa maslahi ya taifa lao. Kauli hii inatolewa na paroko wa parokia Huruma ya Mungu Kigera hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, Padre Robert Ruvakabundi, wakati wa misa takatifu ya kuombea wazazi waliyekuwa mbunge wa jimbo la Musoma mjini Vedastus Matayo waliotangulia mbele za haki katika eneo la Mgango halmashauri ya wilaya Musoma hapa mkoani Mara, ambapo amesema Watanzania wanaona nafasi ya kuhakikisha amani ya taifa inaendelea kuimarishwa na kubaki salama kupitia mikono yao. Tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuwa na mshikamano, na tuendelee pia kuwa wadau wa haki na amani. Tuendelee kuwa wadau wa haki na amani katika maisha yetu. Tuendelee kuwa hofu ya Mungu katika tunayoyafanya. Tukipoteza hofu ya Mungu, tukapoteza haki, tukapoteza amani, hatuwezi tukafanya chochote. Tuendelee kuwa na upendo kati yetu, na hata pale tunapokuwa tumekosana, basi inapofika kipindi kama hiki cha kuanza mwaka, basi hebu tujitahidi kufuta yaliyopita. Wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Baadhi ya viongozi waliohudhuria katika ibada hiyo nao wanapigilia msumari wa amani kwa Watanzania. Tukiwa na amani, tukiwa na umoja, lakini aendelee kusimamia afya tulizokuwa nazo. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa kuungana siku njema, siku ya leo, kwa kuwakumbuka wazazi wetu. Musoma mjini na Tarime kwa ujumla na mkoa wa Mara ni amani. Tunapoelekea kusherekea na kufunga mwaka, kusherekea mwaka mpya, basi tusherekee kwa amani na upendo na mshikamano. Tuwazuie wale vijana ambao wanapiga makopo, wanachoma vitu na kuhatarisha amani kwenye miji yetu. Kwamba na sisi tupo. Wanapoweka mgao wanaweka na yeye. Kwa hiyo ukilikuta hata kesho barabarani, usisite kuniambia changamoto ya maendeleo ya wananchi, kwa sababu ni mbunge wa vijiji, mimi ni mbunge wa mkoa wa Mara. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Naam. Mtazamaji wa Channel 10, na katika michezo tunaelezwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi ameongoza zaidi ya washiriki 5,000 kwenye tamasha maalum la mazoezi, ikiwa ni sehemu ya shamra za sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ni sehemu ya bonanza hilo lililohusisha matembezi ya vikundi vya mbio za pole zaidi ya 165 yaliyoanzia kwenye viwanja vya Mapinduzi Square Kisonge na kuhitimishwa katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi ametumia nafasi hiyo kuwapongeza wananchi wote walioshiriki bonanza hilo. Mwaka huu tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, ambapo bonanza hili la leo ni miongoni mwa shamra za sherehe hizo. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wananchi kwa kushiriki katika matukio mbalimbali yakiwemo ya matamasha, uzinduzi na uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Hakika mmeonyesha uzalendo mkubwa kwa kuthamini malengo ya waasisi wa nchi yetu wa kufanya mapinduzi ya mwaka 1964. Aidha, hii inaonyesha mnaunga mkono jitihada za serikali za kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Bonanza hili limehusisha zaidi ya vilabu vya mazoezi 165, vilabu 100 kutoka Unguja, 25 kutoka Pemba na 40 kutoka Tanzania Bara, pamoja na washiriki zaidi ya 500 wakiwemo wananchi wa rika mbalimbali. Sambamba na hilo, Dr. Mwinyi ametumia nafasi hiyo kueleza umuhimu wa wananchi kushiriki michezo, huku kwa upande wa mwenyekiti wa chama cha mchezo wa mazoezi ya viungo Zanzibar Saidi Suleimani Saidi akitoa ujumbe wa amani kwa washiriki. Mazoezi ya viungo ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu, kwani yanachangia katika kuimarisha afya ya mwili na akili na kukinga magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Bonanza hili ni jukwaa muhimu na kuwakumbusha wananchi kuwa afya njema ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Napenda kutumia fursa hii kutoa msisitizo maalum juu ya umuhimu wa kushiriki na kuendeleza michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, riadha, michezo ya majini pamoja na michezo ya asili. Ujumbe wetu wa mwaka huu 2026 tumelenga mahsusi kwenye kulinda amani ya nchi yetu, ambayo unasema amani na mshikamano wetu ni tunu ya taifa letu. Hivyo ni waase wananchi wenzangu wote, kwa pamoja tushikamane na katu tusitoe fursa kwa yeyote kuleta vurugu, kutugawa na kuhatarisha amani yetu inayotupa sifa na kuwa mfano wa mataifa mengine. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.